na nyingine dola bilioni 10 ni kutoka Afrika. Rais wa Kenya katika hotuba yake alisisitiza swala la uhuru wa mataifa ya Afrika, akitaja neno hilo mara 8 katika hotuba yake. Ufaransa ni kama imefungua njia mpya kutaka kujitanua Afrika. Kumbuka Ufaransa ni moja kati ya mataifa ambayo kwenye yale mataifa walioyatawala ni kama hawaeleweki sana. Kabisa, na ni hatua ambayo inakuja katika kipindi ambapo Ufaransa imekuwa ikinyoshewa kidole hasa na mataifa yale ya ukanda wa Afrika ya Magharibi kwa muda mrefu kwa kuwa na sura ile ya unduma kuwili. Kwa hiyo Ufaransa ni kama kwa upande wa Afrika ya Magharibi unaweza ukasema amekuwa kapuku wa ushawishi. Hasa baada ya hatua ya mwaka 2022 ya mataifa karibu yote ya ukanda huo kujiondosha katika ushirika nao kijeshi kupitia operesheni iliyokuwa ikiendeshwa kwa ushirikiano baina ya majeshi yao na majeshi ya mataifa hayo kupambana na makundi ya kijihadi. Kwa hiyo kwa nini Afrika Mashariki muda huu Ufaransa anatafuta ushawishi mpya? Na ukiangalia kwa kaskazini na hata magharibi ndio huko ambako tayari ameshayumba. Kwa hiyo eneo ambalo linaonekana bado lilikuwa pengine lina nafasi ya yeye kuweza kutengeneza kitu kipya ni Afrika Kusini na Afrika ya Mashariki ambako mataifa mengi yanazungumza Kiingereza. Na utakumbuka huu ni mkutano wa kwanza wa Ufaransa kuandaliwa katika mataifa ambayo yanazungumza Kiingereza, maana nguvu yake kubwa kabla ya hapa alikuwa amewekeza zaidi katika ile francophonie au francafrique, ile familia ya mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa zaidi. Kwa hiyo ni namna ya kujaribu kutafuta chaka jingine la ushawishi, lakini pia kuendelea kuimarisha maslahi yake kiuchumi, kisiasa na hata kiusalama katika ukanda wa Afrika. Baada ya ziara hiyo na mkutano huo wa Nairobi, mkutano huo wa kiuchumi wa Afrika Ufaransa pale Nairobi, Rais Emmanuel Macron aliwasili pia Ethiopia jana Mei 13 na akakutana na Waziri Mkuu Abiy Ahmed wiki chache kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo. Na pia ametembelea makao makuu ya Umoja wa Afrika. Hayako pale Addis Ababa. Alipokewa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika. Emmanuel Macron anakutoa pia hotuba ikiwa ni mara ya kwanza kwa rais wa Ufaransa wakati wa ziara yake ya awali katika makao makuu ya Umoja wa Afrika mwaka wa 2019 aliwahi kufanya hivyo pia. Kwa ile muda mrefu sana ulipita karibu miaka 6-7 huko. Ndio bana. Kabisa. Amekuwa akifanya hivyo, kwa hiyo ni ziara fulani hivi ya kihistoria na inaweza kutupa picha mpya kuhusiana na Afrika inavyofikiria kuhusu Ufaransa na ushirikiano. Sasa hivi dunia kila nchi inatafuta eneo la kwenda kutafuta rafiki. Bila shaka ushirika ndio msingi wa maendeleo ya taifa lolote lile. Hakuna nchi iliyo kama kisiwa. Ndio maana unaona anakwenda Ethiopia kwa sababu anajua moja, Ethiopia ni makao makuu ya Umoja wa Afrika, lakini mbili, Ethiopia ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa na upekee katika bara la Afrika. Utakumbuka ni moja kati ya yale mataifa ambayo kihistoria hayakufanikiwa kutawaliwa na mkoloni yeyote yule kwa sura ile ya mataifa mengine ya bara la Afrika ilivyokuwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo anakwenda hapo akijua kwamba pengine hata wale washirika ambao kwa mfano kwa upande wa Afrika Magharibi waliokuwa tayari wameshaanza kuwa na sura ile ya kumkataa, pengine kwa sababu ya kuwa katika wanachama na umoja huo wa Afrika, basi pengine umoja huu unaweza ukamsaidia kuwashawishi ili kuweza kurejesha ile imani ambayo walikuwa wameshaipoteza hasa upande wa Afrika ya Magharibi. Sawa bana, na wewe tuandikie maoni kwenye haya ambayo tunaendelea kuyazungumza mdogo kupitia 0683802966. Lakini pia kumbuka tupo live kabisa kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube wa East Africa Radio. Nenda pale, unaweza kutuandikia maoni yako hapo, lakini pia unaweza kutusikiliza na kutazama pia kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa East Africa Radio. Kote huko unaweza kuandika pia maoni yako, lakini kupitia kwenye mitandao mingine pia Instagram, X, kule kote pia unaweza kupita na ukatuandikia kwenye baadhi ya posti ambazo tumekuwa tukiziweka
kuhusiana na kipindi ambacho kipo hewani kwa sasa, si ndio? Yes. Haya bana, sisi bado tunaendelea kuangazia yanayoendelea kujiri hapa barani Afrika, na miongoni mwa taarifa nyingine kutokea ukanda huu wa kwetu huku ni kundi la waasi wa AFC M23 limejiondoa Jumanne Mei 12 na kupiga kambi mbali ya zaidi ya kilomita 70 kutoka Uvira. Jana niliripoti hapa kwamba walitangaza kujiondoa kwenye yale maeneo kadhaa, wakiwa wanamaanisha kwamba ni kama inaanza kuonekana utekelezaji wa yale waliokubaliana na Marekani. Bila shaka kwa sababu Marekani amekuwa akilalamika kwamba pande zote mbili zinazohusika katika utekelezaji wa mkataba, kwa mfano ule wa Washington na hata ule wa Doha, zimekuwa katika msito sana tangu mwaka jana mikataba hii iliposainiwa kufikia mwanzoni mwa mwaka huu, ikiwa mikataba imetekelezwa kwa 23% tu. Sasa kitendo cha M23 na muungano wa AFC M23 kujiondosha katika maeneo hayo, takumbuka ni miezi michache tu tangu Marekani ilivyochukua hatua ya kuwekea vikwazo maafisa kadhaa waandamizi kabisa ndani ya jeshi la Rwanda la RDF. Na hakuishia hapo. Sema kwamba Marekani walisisitiza kwamba kama mwenendo utaendelea kuwa hivi, hata kwa maafisa wengi zaidi wa M23, ukiwaacha wale ambao tayari walishawekewa vikwazo na kutolewa hati za kushtakiwa, wataendelea kuongeza idadi hiyo. Kwa hiyo AFC M23 inajiondosha katika maeneo hayo kama namna ya kutii, unaweza kusema, agizo la mpatanishi na msimamizi mkuu wa mikataba yote miwili, kwa maana ya Marekani, kwa sababu amekuwa akisisitiza kwamba ni lazima utekelezaji wa mikataba hii si tu upande wa Rwanda, lakini pia hata M23 uheshimiwe na utekelezwe ipasavyo. Hali kadhalika serikali ya Kinshasa yenyewe walianza kujiondoa Jumatatu ya Mei 11 katika maeneo ya Sange pamoja na Luvungi, lakini wapiganaji hao pia waliendelea na kujiondoa katika maeneo mbalimbali siku ya Jumanne Mei 12 kando ya barabara ya Uvira Bukavu, na kwa sasa wamepiga kambi katika mji wa Kamanyola, kilomita 70 kaskazini mwa Uvira. Baada ya hapo jeshi la DRC likatangaza kuingia katika mji wa Luvungi na maeneo ya uwanda wa Ruzizi na Nyanda za Juu, maeneo yaliyoachwa na kundi hilo lenye silaha. Umezungumza kuhusiana na Rwanda, lakini jana pia niliripoti hapa kwamba Rwanda wenyewe wamekanusha kuhusika na kusupport AFC M23. Wenyewe wanasema wanachokifanya kule, wanapambana na waasi ambao walishiriki kwenye mauaji ya kimbari. Wao hawahusiki kabisa na masuala haya. Wamekuwa wakijitoa sana wakitajwa kwenye hiyo. Lakini hizi wamekuwa kikatani kweli, wamekuwa kikatani kweli, lakini ukiangalia Rwanda ni mwanachama wa Umoja wa Mataifa, lakini kama ilivyo pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ukisoma ile UN Charter au ile tunaweza kusema waraka ule mkuu uliosainiwa na mataifa yote 123 wanachama wa Umoja wa Mataifa, moja kati ya kanuni za msingi zinazotajwa mle ndani ni kanuni ya kuheshimu territorial integrity au uadilifu wa mipaka wa taifa lolote lile. Kwa hiyo hata kama Rwanda angekataa kwamba hashirikiane M23, Twirwaneho na makundi mengine ambayo yanaona kufungamana na jamii ya Watutsi wa Kongo na Rwanda, bado swala linabakia pale pale kwamba chini ya kanuni ya kuheshimu uadilifu wa mipaka ambayo imeainishwa katika mkataba wa Umoja wa Mataifa, ni kosa majeshi ya serikali ya nchi fulani kuvamia nchi nyingine na kuendesha operesheni ya kijeshi bila ruhusa au makubaliano na taifa husika, kwa maana ya taifa mwenyeji. Kwa hiyo bado inatia mashaka kwamba hiyo operesheni wanaiendesha kwa kibali au makubaliano na serikali ya Kinshasa. Jibu ni hapana. Kwa hiyo bado kuna dosari, kuna makosa ambayo yanafanyika, na haya ndio ambayo kimsingi ukisoma ripoti ya mwaka 2024 ya Umoja wa Mataifa, ukisoma ripoti ya mwaka 2025 ya Umoja wa Mataifa, ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa, wanaeleza kwamba ni makosa ambayo Rwanda inaendelea kufanya, si tu katika
kufanya hiyo operesheni na M23 kwa kushirikiana na vikundi hivyo vya M23 Twirwaneho na kadhalika, lakini pia hata kuingiza majeshi ndani ya nchi huru ambayo ina mipaka yake, na nchi hiyo ikiwa ni mwanachama mmoja wa mataifa kama ilivyo Rwanda yenyewe. Asante sana Mr. Shegi kutoka Bukoba, anasema mko juu sana kwenye uchambuzi wenu, asanteni kwa kutuamsha. Huyo anasema hao waasi wa Kongo huaga hawana ukweli, huenda wanaenda kujipanga upya. Majuzi jimbo la Ituri raia milioni 1 walikimbia mji huo, sio wa kweli. Sema sio wa kweli hao M23. Naitwa Uwesu Mtuki wa Nanyamba kule Mtwara, yanatufuatilia bana kupitia Morning Express. Lakini mwingine aliandika anasema huku kumekucha salama kabisa, tunashukuru kwa uchambuzi mwema na mzuri. Anaitwa Ramadhani Kimweri aka Onyango, yupo na sisi Asante. Huyu mwingine alituandikia ujumbe wake mapema kabisa, anasema mafuta na gesi vinatutesa sana watu wa kipato cha chini, tunaomba serikali ifanye jambo. Haya, yamekuja na jambo lake hapa. Haya, kama jambo la mafuta na gesi. Hakika. Anatakuja kuyazungumza baadaye kwenye wino mzito kule. Ndio. Anasema hicho kipindi ni kizuri mno. Abduli, nipo Chandama Chemba.